Ikiwa ni karne moja baada ya ugawaji wa Afrika, himaya za Ulaya kugawa bara hili, mzozo mpya wa kisiasa unajitokeza, mara hii ukiwa na sura ya kimataifa, lakini bado ukijikita kwenye madini yenye thamani za kimkakati barani Afrika, kutoka mashamba ya cobalt nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi maeneo mapya ya madini adimu ya graphite nchini Tanzania. Mataifa makubwa ya dunia yanajipanga upya katika mbio ambazo wachambuzi wa Kiafrika wanaonya zinawakumbusha mbinu za kulazimishwa za enzi zilizopita. Zama zinabadilika, diplomasia, ushirikiano wa usalama na nguvu za kifedha, lakini nia ya kimkakati inaonekana kubaki pale pale. Na hapa tutizame nchini DRC. Utajiri wa cobalt, coltan na madini nadra sana haujawa ukombozi kwa wananchi wake. Badala yake, mikoa yenye madini imegeuzwa kuwa maeneo ya migogoro, ambapo makundi ya silaha, mengine yakiwa na ushawishi wa nje, yanaendeleza ghasia zinazoruhusu uchimbaji usiothibitiwa. Ripoti ya kikundi cha wataalamu wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 2023 ilionyesha kuwa mnyororo wa ugavi wa madini bado unachochea mapato kwa makundi yasiyo ya kiserikali na watu wenye uhusiano wa kifedha na kisiasa. Kiongozi mmoja wa asasi za kiraia alieleza kwa uchungu akisema, madini yetu ni baraka kwa kila mtu isipokuwa sisi tunaoishi juu yake. Mfumo huu wa mashinikizo hauishii kwenye maeneo yenye mzozo. Sasa unaonekana pia katika nchi zenye utulivu na taasisi imara kama Tanzania. Taifa hili limekuwa ni mhimili mkubwa sana katika uzalishaji wa graphite, nickel, helium na madini adimu, hali inayovutia nguvu kubwa za kimataifa. Ubalozi unaongezeka, ahadi za uwekezaji zinatolewa kila uchwao na ushirikiano wa kiufundi unapanuka. Hata hivyo, nyuma ya kauli za ushirikiano kunasikika sauti za ushindani mkali wa kupata upatikanaji wa rasilimali kwa muda mrefu. Kwame Nkrumah aliwahi kuonya mwaka 1965 kwamba ukoloni mpya ni hatari zaidi kwa sababu unajificha kwa kutoa hisia ya uhuru. Onyo hilo linadhihirisha wakati Marekani, China na mataifa ya Mashariki ya Kati yanavyokimbizana kuimarisha nafasi zao kwenye madini ya Afrika. Bara hili halionekani tu kama chanzo cha rasilimali, bali imekuwa ni kitovu cha mapambano ya viwanda na siasa duniani. Historia ya Tanzania nayo inatoa funzo muhimu. Katika miaka 1970, Julius Kambarage Nyerere alikosoa misaada ya kigeni yenye ajenda zilizofichwa, akisisitiza kwamba shinikizo linalokuja kwa sura ya urafiki au msaada mara nyingi hulenga ushawishi badala ya ushirikiano wa kweli. Kauli hiyo inaendana na ukweli wa sasa ambapo mataifa makubwa yanaingiliana na juhudi za ndani za kulinda thamani ya rasilimali, uongezaji thamani na kuelekeza sera kwenye uhuru wa kiuchumi. Ushirikiano wa kijeshi unaongeza safu nyingine katika mashindano haya. Marekani inasema kwamba AFRICOM ipo kwa ajili ya kupambana na ugaidi na kukuza usalama wa baharini. Lakini wakosoaji kama Profesa Horace Campbell wanaona uhusiano usiofichika kati ya maeneo yenye rasilimali nyingi na maeneo yenye uwepo mkubwa wa kijeshi wa kigeni. Wanasema hilo ni uisekesaji wa sera za kijeshi chini ya kivuli cha usalama, huku masuala ya kiuchumi yakiandikwa pembeni. Ingawa Washington inakanusha madai haya, taswira hiyo inaathiri mjadala wa kisiasa kutoka Dar es Salaam hadi Kinshasa. Zaidi ya ukanda wa usalama, nguvu za kifedha ndizo zinazoamua pakubwa mwenendo wa bara. Mashirika ya upimaji wa mikopo, taasisi za misaada na mashirika ya kimataifa ya ufuatiliaji yanaathiri kwa namna kubwa upatikanaji wa mitaji katika nchi za Afrika. Mara nyingi wakati serikali zinapojaribu kupanua ushirikiano, hususani na mataifa yasiyo ya magharibi, onyo kuhusu madeni makubwa, ukosefu wa uwazi au matatizo ya kidemokrasia huibuka. Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limeeleza kwamba uingiliaji kama huo, hata ukitolewa kama msaada, unaweza kudhoofisha uhuru wa kisera wa nchi. Ushawishi huu wa nje mara nyingi hauonekani wazi. Unajitokeza kupitia masharti ya mikopo, ushauri wa kiufundi, mifumo ya non-government organization, taratibu za usuluhishi wa uwekezaji wa shinikizo la kidiplomasia linalopambwa kwa lugha ya maendeleo. Mtaalamu mmoja wa kidiplomasia katika ukanda huu alisema, ukifuata wanachotaka wanakuita
ushirika. Ukijadiliana wanakuita kikwazo. Kwa wengi, huu ni mwendelezo wa kile Francis Fanon alikiita vimelea kwa ukoloni, hasa vinavyojificha katika mifumo ya kisera na kiuchumi. Hata hivyo, bara hili halijanyamaza. Mataifa kama Tanzania, Namibia, Zambia, Botswana, Rwanda na Afrika ya Kusini yanaimarisha sheria za madini, kurekebisha mikataba ya nyuma na kudai uongezaji thamani wa ndani. Wakati huo huo, mkataba wa Afrika wa pana wa biashara huria, yani AfCFTA, unatoa jukwaa la kupunguza utegemezi wa nchi moja kwa moja kwa mataifa makubwa. Harakati za vijana, jumuiya za kiraia na taasisi za fikra zinaendelea kushinikiza Afrika kuwa mtoaji wa bei na msimamizi wa rasilimali, si mfuatiliaji. Rais Nyerere aliwahi kusema, Afrika haipaswi kuridhika na mabaki kutoka kwenye meza ya mtu tajiri. Tunazalisha utajiri mkubwa wa dunia, basi tunapaswa kuuendesha. Kauli hiyo inaendelea kuwa na uzito mkubwa. Mpito wa dunia kuelekea nishati safi, miundombinu ya kidigitali na viwanda vya kisasa unategemea madini ya Afrika. Bila umoja na utawala bora, bara hili linaweza kuangukia tena katika mifumo ya unyonyaji wa kihistoria. Ugawaji mpya wa Afrika umeanza, lakini pia kunainuka Afrika mpya yenye uthabiti, yenye uelewa na maslahi yake na isiyokubali kudhibitiwa. Karne moja baada ya ugawaji kwanza, mapambano haya hayahusu Afrika pekee. Ni vita vya nguvu vya dunia, na kama ilivyokuwa zamani, Afrika iko katikati ya mjadala huo. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.